Uchochezi wa makamasi wa jenerali wa kike wa zamani ulianguka kwenye bakuli kwa bahati mbaya. Mara moja, uchochezi huo ulipotea, ulisafirishwa hadi katika nyakati za kisasa. Mwanamume huyo alivutiwa alipouona, alianza kutafuta nyenzo za nyenzo ili kujua asili ya uchochezi huo. Ilikuwa vito vya zamani vya miaka 5000 iliyopita. Aliogopa na kusisimka kuthibitisha dhana yake. Alitupa chupa ya maji ndani ya bakuli. Kwa hakika, chupa ya maji pia ilipotea. Kile mwanamume huyo hakikijua ni kwamba bakuli hili lilikuwa la kawaida. Liliunganisha ulimwengu wa kisasa na ulimwengu wa zamani. Katika nyakati za zamani, askari walikuwa wakiteseka kwa njaa kutokana na vita. Maji yalionekana ghafla kwenye bakuli, yaliwapa tumaini. Walifikiri ni zawadi kutoka kwa miungu. Lakini mwanamume huyo, katika ulimwengu mwingine, alikuwa bado akilenga jaribio lake. Alitupa vitafunio vyote vilivyokwisha muda kwenye jokofu ndani ya bakuli. Si tu hivyo, aliagiza tikiti 600 za chakula cha haraka na akazitupa zote ndani ya bakuli. Mwishowe, chakula hiki chote kilipelekwa zamani. Askari ambao walikuwa wamefunga njaa kwa siku 7 usiku hawakuweza kujizuia, wakaitikisa chakula. Mwanamume huyo alitatua tatizo lao la njaa. Lakini wakati huo, jeshi la adui nje ya jiji lilishambulia ghafla. Katika vita, jenerali wa kike alijeruhiwa. Kwa maumivu, alikuja kwenye bakuli na kuomba msaada kwa miungu. Mwanamume huyo alipoona hili, aliamuru msaidizi wake mara moja alete kitana cha matibabu na akaipeleka zamani. Zaidi ya hayo, aliandika maelekezo ya kutumia dawa kwa fikira. Kesho yake, jenerali wa kike hakutapika, lakini shida kubwa zaidi bado haikutatuliwa. Alienda kwenye chumba cha kusoma, akaandika barua na akampa mwanamume huyo. Baada ya kupokea barua, mwanamume huyo alikimbia nje ya nyumba yake. Wakati huo, wezi kadhaa walijificha ndani. Walipanga kuiba bakuli la ajabu. Lakini mwanamume huyo aligeuka ghafla katikati ya safari. Weyo walitoa silaha zao wakiwa tayari kumuua. Mapigano makali yalitokea kati ya pande zote mbili. Huu wakati ulionekana tu na jenerali wa kike alisisitiza mkono wake ndani ya bakuli. Alionekana kwa wakati uliofaa wakati maisha ya mwanamume huyo yalikuwa hatarini. Alitumia nguvu zake kuwafukuza Wei. Baadaye, ili kumshukuru, mwanamume huyo aliamuru watumishi wake watoe nguo za bei ghali. Wakati jenerali wa kike alipovua silaha yake na kuvaa nguo, mwanamume huyo alivutiwa kabisa naye.